Kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni na kuendesha mitandao ya kijamii bila kuwa na leseni inayokabili vijana wawili ambao ni Jackson Kabalo pamoja na Joseph Mrindoko wanaounda kundi la mtandaoni la Wachokonozi imeshindwa kuendelea katika mahakama ya wilaya ya Arumeru kutokana na upande wa jamhuri kutokuleta mashahidi baada ya kudai kwamba upande wa utetezi uliandika barua ya kutaka mwenendo wa shauri lililopo mahakamani ili kupeleka marejeo mahakama kuu. Kesi hiyo ambayo ilifika katika mahakama ya wilaya ya Arumeru mbele ya hakimu Teresia Sedoeka, mawakili wa jamhuri walipata taarifa ya kwamba wakili wa utetezi aliomba marejeo ya kesi iliyopo mahakamani ili kufungua shauri mahakama kuu, hivyo kutokana na umbali waliopo mashahidi imeshindikana kutokufika hii leo. Hata hivyo, wakili wa upande wa utetezi amezungumzia kuhusiana na barua aliyoiandikia mahakama hiyo kutaka mwenendo wa shauri lililopo mahakamani. Mimi naitwa wakili Ali, natoka Miela and Company Advocate. Shauri hili leo lilikuja kwa ajili ya kusikilizwa na tulikuwa tunaanza kusikiliza upande wa prosecution. Kilichotokea mahakamani ni kwamba upande wa prosecution ama upande wa jamhuri wao wamesema kwamba hawakuleta mashahidi kwa sababu kulikuwa na barua iliyoletwa ikitaka kuomba mwenendo wa shtaka unaoendelea. Ni kweli ilivyokuja upande wangu ni kweli kwamba tumepeleka barua mahakamani kuomba mwenendo wa mashtaka ili kuweza kupeleka shauri mahakama kuu. Lengo ni kwenda kuangalia masuala ya kikatiba, maana shauri lenyewe hili lina utetezi wa kikatiba hasa kuhusiana na issue za maoni. Sasa labda tuzungumzie kwamba upande wa mashtaka walikuwa wana uwezo wa kuahirisha kwa sababu hiyo. Si kweli, kwa sababu tu wao hawakuwa sehemu ya barua hiyo wala hawajanakiliwa, na hata mheshimiwa hakimu ameliconsider hilo, na ndio maana akasema kesi iendelee kesho, maana ilipangwa kwa session ya leo, kesho na kesho kutwa. Hata hivyo upande wa mashtaka bado waliendelea kuweka pingamizi kwa kusema kwamba mashahidi wao wanatoka mbali na hawawezi kupatikana by surprise. Baada ya hapo ilionekana tupange tena session nyingine ambayo ni tarehe 10 na 11 ndio shauri litakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Na ukiniuliza kwamba kama nina nia kweli ya kupeleka shauri hilo mahakama kuu kama vile mahakama ilivyoniuliza, basi hilo ni jukumu letu la mimi na wateja wangu kwamba tutaendelea kuona kwamba tuendelee katika mahakama hii au tuende mahakama kuu. Maana hatubanwi na sheria kwamba lazima tulipeleke ama tusilipeleke. Prosecution wanapaswa kuleta mashahidi. Baada ya kuwepo kwa majibishano ya hoja mahakamani hapo kuhusu barua ya mwenendo wa kesi iliyoandikwa na upande wa utetezi, hakimu amekubali kuahirisha kesi hiyo ambapo itaanza kusikilizwa rasmi kwa siku 3 kuanzia Novemba 10 mwaka 2025.